Yes, bwana mambo ni vipi mwana michezo wangu, ni time nyingine poa tunakutana hapa kuweza kubadilishana na kujuzana yale yote ya kimichezo na ya kiburudani ambao nazidi kushika headline huko kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Na kubwa kuliko siku hii ya leo tunaenda kutazamia matukio tata ambayo yameweza kujitokeza kwenye mchezo wa ngao ya jamii kati ya timu ya Yanga Sports Club wakicheza dhidi ya timu ya Simba Sports Club pale kwenye dimba la Benjamin Mkapa, mchezo ambao uliweza kutamatika kwa timu ya Yanga kuweza kuibuka na ushindi wa bao moja kwa bila, bao ambalo liliweza kufungwa na mchezaji Pacome Zouzoua. Sasa katika mchezo huo kuna swala ambalo linazungumzwa sana kuhusiana na namna ambavyo goli la klabu ya Yanga limeweza kufungwa na mchezaji huyo Pacome Zouzoua kwenye dakika ya 53 ya mchezo. Wengi wao wakiamini ya kwamba huenda ile ikawa ni offside. Pacome Zouzoua amefunga goli akiwa katika eneo la kuotea, lakini mwamuzi wa mchezo huo Ahmed Lajiga kuweza kubahatika kumuona mchezaji huyo Pacome Zouzoua katika eneo la kuotea kwa sababu yeye alikaa katika engo ambayo sio sahihi. Lakini kuna mashabiki ambao wanaamini ya kwamba lile ni goli ya lali ambalo mchezaji huyo Pacome Zouzoua ameweza kulifunga kwenye dakika 53 wakiwa na timu yake hiyo ya Yanga kwenye mchezo wa jana wa ngao ya jamii kati yao dhidi ya timu ya Simba Sports Club. Sasa niko hapa na ukweli wa mambo yote kukufahamisha kuhusiana na swala hili ambalo linashika headline kweli kweli juu ya goli ambalo mchezaji Pacome Zouzoua ameweza kulifunga kwenye dakika ya 53 ya mchezo, goli ambalo limeweza kupa faida klabu ya Yanga na mchezo kutamatika ndani ya dakika 90 kwa bao moja kwa bila na klabu ya Yanga kuweza kuondoka na ngao ya jamii. Niko hapa kukwambia ukweli kwamba ile ni offside ama sio offside. Maana kila mmoja ameshika mtazamo wake na kila mmoja naamini kwa kile ambacho alichokiona kwa jicho lake la nyama. Lakini kabla sijakusogezea moja kwa moja kuweza kukudadavulia na kukwambia ukweli kuhusiana na goli lilofungwa na mchezaji Pacome Zouzoua kama ni offside ama sio offside, nikukumbushe mwana michezo wangu, kama hii ni mara yako ya kwanza unajoin nasi hapa alafu bado hujasubscribe channel yetu, kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, basi kiukweli nikwambie wewe ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Cha kufanya sasa hivi ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu zote mpya za kimichezo, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, kisha kutani on notification ili uweze kupata kila taarifa ambayo sisi tunakusogezea moja kwa moja kupitia channel yetu hii ya Bongo Vibe TV. Na kama wewe umekushaweza kusubscribe, basi twende kazi tukaangazie moja kwa moja tuweze kufahamu kama lile ni goli la uhalali ama sio goli la uhalali. Kwanza ukiangalia namna ambavyo goli limeweza kufungwa na mchezaji huyo Pacome Zouzoua, mpira ulianza kwa mchezaji Prince Dube ambaye aliweza kupiga shuti, bahati mbaya alikabambakiza mabeki wa klabu ya Simba, jambo ambalo limepelekea mpira huo kwenda kumove na kumkuta Max Nzengeli ambaye alikuwa katika eneo sahihi kabisa, hakuwa katika eneo la kuotea. Mdau ambao Max Nzengeli anaopokea mpira ambao Prince Dube aliweza kupiga, Pacome Zouzoua alikuwa katika eneo la kuotea ambapo mpira unatoka kwa Prince Dube unamkuta Max Nzengeli. Pacome alikuwa katika eneo la kuotea, alikuwa yani kwenye offside trap. Sasa mara baada sasa ya mpira kuweza kutoka kwa Max Nzengeli na kwenda kwa golikipa wa klabu ya Simba Musa Kamara, ukiangalia Pacome hakujihusisha kabisa na move ya mpira, yani mpira ulipofika kwa mchezaji Max Nzengeli, Pacome Zouzoua yeye alichokifanya ni kutoka katika eneo la kuotea na kujiweka katika eneo sahihi ambalo sio la kuotea. Hivyo wakati Max Nzengeli anaendelea kufanya mikimbio yake kwenda kwa golikipa wa klabu ya Simba Musa Kamara, Pacome Zouzoua na yeye alikuwa anafanya mikimbio kutoka kwenye eneo la offside na kukaa kwenye eneo la onside, jambo ambalo mpaka inafika mchezaji Max Nzengeli anapiga mpira unamgonga Kamara, mpira una rebound unarudi tena unamkuta Pacome na anaingiza nyavuni. Wakati wa matukio haya mawili yanatokea, mpira unatoka kwa golikipa Kamara wa rebound unarudi kwa Pacome Zouzoua. Pacome Zouzoua alikuwa tayari amekwishaweza kutoka kwenye lile eneo la kote, alikuwa kwenye eneo la onside. Kwa hiyo kwa namna ambavyo goli ukiangalia lilivyofungwa la mchezaji huyu
Pacome Zouzoua. Binafsi kwa jinsi nilivyoangalia mchezo na picha za marejeo, naweza kusema ya kwamba ile haikupaswa kuwa offside, bali ni goli la uhalali kabisa ambalo wameweza kulipata klabu ya Yanga kupitia mchezaji wao huyo Pacome Zouzoua kwenye dakika za 53 ya mchezo. Lakini pia wachambuzi mbalimbali wamekuja kuliongelea swala hili ambalo linazua headline kwelikweli kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kuhusiana na sakata zima la goli ambalo limefungwa na mchezaji Pacome Zouzoua. Tukianza na mchambuzi Edo Kumwembe kutoka pale Wasafi, yeye ameweza kutolea ufafanuzi kuhusiana na goli ambalo mchezaji Pacome Zouzoua ameweza kulifunga. Yeye bwana amesema ya kwamba goli la Pacome limeibua mjadala mkubwa. Mashabiki wengine wanalia offside, wengine wanashangilia bila kuuliza. Hebu tuweke hisia pembeni, tuzungumze sheria. Pacome kweli alikuwa kwenye nafasi ya offside awali, lakini kumbuka offside sio kusimama tu mbele ya beki, ni kuhusika moja kwa moja kwenye mchezo. Pale alipokuwa amesimama hakugusa mpira, anamaanisha alipokuwa kwenye eneo la offside Pacome hakugusa mpira. Pale alipokuwa amesimama hakugusa mpira, akumkwaza beki, akuzuia kipa kuona mpira. Kwa lugha ya kanuni wanasema not interfering with the play. Akaendelea kusema kwamba mpira ulipoenda kwa Maxi ndipo mchezo ukaendelea. Pacome akajitoa nyuma ya eneo la kuotea, akarudi sambamba na mabeki ambao ni eneo sio la kuotea, alikopo onside. Kipa kama alipookoa mpira ambao ukaja ku rebound, Pacome akuwa tena yule aliyekuwa kwenye offside awali, akawa eneo la onside. Ndio maana bao linaonekana safi. Kwa kifupi, wao wanaopiga kelele za offside wanapaswa kusoma tena law namba 11. Sheria haipo kwa hisia, ipo kwa tafsiri sahihi. Goli ni halali. Kitu cha msingi cha kujifunza hapa, makocha na mabeki wanatakiwa kuwa makini zaidi, maana washambuliaji wa aina ya Pacome wana akili za mbio kuliko sheria inavyoruhusu. Huyu kijana ajaja kwa masiara. Hayo ni maoni ya mchambuzi Edo Kumwembe kutokea pale WCB Wasafi. Ametoa ufafanuzi wake kuhusiana na sakata hilo la issue ya goli la Pacome Zouzoua, wengi wakisema ya kwamba huenda ile goli ka offside, lakini amekuja kuweka hapa kwa namna ambavyo ameona move ya mpira. Yeye binafsi ameweza kuamini kwamba lile haikupaswa kuwa offside, bali ni onside kabisa. Lakini tukienda kumwangalia mchambuzi mwingine, tukaangalie hapa, tukamtazame Hans Raphael kwa upande wake swala hili la goli la Pacome Zouzoua. Yeye kwa upande wake amelitafsiri vipi? Hans Raphael yeye bwana, kuhusiana na goli la Pacome Zouzoua, kwa upande wake yeye Hans Raphael ameweka wazi ya kwamba lile ni goli la uhalali kabisa, ile kupaswa kuwa offside. Na yeye ameweza kuandika kwamba kupitia kwenye mtandao wake wa kijamii pale Instagram, Hans Raphael ameweka ya kwamba caption inasomeka kwamba tumii goli safi, hakuna offside. Wakati mpira unakwenda kwa Maxi alikuwa onside, ila Pacome alikuwa offside. Alichokifanya Pacome ni kutumia akili ya kikubwa kwa kumpisha Maxi, kisha yeye akarudi nyuma kuiua offside. Maxi akapiga shuti, mlinda mlango akaucheza, kisha mpira ukarudi kwa Pacome ambaye kwa wakati huo alikuwa onside, kisha mwamba akafunga bao safi kabisa. Akamalizana kusema bao safi kabisa, kipengele uje nacho wewe. Hayo ni maoni ya mchambuzi Hans Raphael kuhusiana na goli ambalo mchezaji Pacome Zouzoua ameweza kulifunga katika dakika ya 53 ya mchezo. Kupitia wachambuzi hawa wawili, Hans Raphael pamoja na Edo Kumwembe, bila shaka unaweza ukaelewa kile ambacho kinazungumzwa na umeweza kujipatia majibu sahihi kuhusiana na ile goli ambalo wengi wao wanaamini ilikuwa ni offside aliweza kulifunga mchezaji Pacome Zouzoua. Edo Kumwembe ameweza kuweka wazi jinsi ambavyo Pacome alivyokuwa kwenye offside na jinsi ambavyo Pacome amekuwa kwenye onside mpaka anaenda kufunga goli. Lakini pia Hans Raphael na yeye ameweza kutolea ufafanuzi jinsi ambavyo Pacome ametumia ufundi wake wa kimpira kujitoa katika eneo la offside na kuja kukaa katika eneo la onside na kuinufaisha timu yake Yanga kupata bao moja la uongozi, bao ambalo liliganda ndani ya dakika 90 na kuwafanya Yanga wawe mabingwa ngao ya jamii kwa mara ya 4 mfululizo. Sasa kama una kitu cha kuniambia, njoo tuambie sasa hivi kupitia sehemu hiyo ya comment, bila kusahau
kulike, kushare, na jambo la muhimu kuliko yote cha kufanya sasa hivi, mwana michezo wangu, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yanaandikwa subscribe, ili usipitwe na taarifa zote mpya za kimichezo ambazo sisi tunakusogezea kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV.